Wadau wetu, karibuni sana kwenye workshop yetu ya mwezi wa 6. Kama kawaida tunakutana kula pamoja na kuyajenga kwa lengo la kuboresha mahusiano yetu kwa faida ya watoto wetu. Nadhani unafuatilia semina zetu, unaona kazi nzito ambayo tunaifanya. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ungependa, unaguswa, unaona ni jambo la muhimu na la maana tunafanya, karibu sana. Manyanyaso katika kazi za ndani ni yapi? Wewe ni utatumia mkaa na wewe ni wa mkaa tu. Na huo mkaa nimenunua 18,000. Na kuna mabosi ambao wanakuaga na funguo za friji. Atafunga friji, anajua muda ambao watoto wake watakuwa wamerudi, yeye anakuwa pia amerudi. Mimi nilikuwa sifungiwi, lakini ilikuwa ni kidesign fulani, yani kama mtu ananyima chakula. Hayo ni manyanyaso ya chakula. Ukiharibu kitu bahati mbaya, anakuambia hiki kitu hiki, hiyo chipoti unaiona? Hii container unaiona? Nimenunua 8,000. Kwa hiyo tutakatana kwenye mshahara. Kwa hiyo na wewe una mkataba, kwa nini uteseke? Wadada wengine huwa wanaenda kinyume na maagizo wanayopewa na mabosi, kiasi kwamba inafikia bosi anapata kama hukumu kumsaidia. Ni kwa lengo la kuboresha mahusiano yetu wadada pamoja na waajiri wao kwa faida ya familia zetu na watoto wetu. Kwa wewe ambaye unafuatilia hii platform, unafuatilia semina zetu, unaona kazi kubwa tunayoifanya. Tunakwenda pale kufanya kazi kwa maelekezo ya waajiri, sio kwa maelekezo yetu sisi, wala sio kwa jinsi sisi tunavyotaka. Kwa hiyo msiogope kama umefanya kosa alafu bosi naye anakufanyia kosa tena juu yake. Sisi tumeelewana jamani Kwa nini umwelekeze dada wewe kwa vipigo? Unamwelekeza, tunamsaidia. Haya, unamwelekeza kwa matusi makubwa makubwa, unamwelekeza kwa vipigo juu. Huyo dada atamgeukia mtoto wako, naye amwelekeze kwa matusi, amwelekeze kwa vipigo. Dada anayepitia unyanyasaji au ukatili ni hatari kwa nani? Watoto. Na kama unawapenda sana watoto wako, hakikisha uko na dada ambaye haugombani naye. Lakini mnapofoka, angalieni mnachokisema. Maana yake ndo unyanyasaji unaanza hapo, ukatili unaanza hapo. Ukatili sio wa vitendo tu, kuna wa maneno. Sisi tunasema huu mradi unasaidia wanawake, kwa sababu mwanamke wa kwanza ni dada ambaye anaenda nyumbani kufanya kazi, ili yule mwanamke wa pili ambaye ni bosi aweze kwenda kufanya shughuli zake. Dada kwenda kanisani kupeleka mtoto, sio wewe kusali. Wewe kazi yako ni kudili na mtoto. Mtoto kama yuko ndani, wewe uruhusi kuingia, kaa nje subiri. Ukitaka kusali, sali, lakini bosi asikulazimishe. Ukiweza kumaster hizo kazi za nyumbani kuzifanya kwa ubora, kazi nyingine yoyote utakayopewa utaweza kuimudu, utaweza kuifanya vizuri. Ndio maana wadada wanaomaliza mikataba alafu wanazungumzwa vizuri na mabosi wao, huwa tunawapa promotion, kwa sababu tunaamini ule mwaka mzima ni sawa na kwamba ulikuwa chuoni. Chetu kinasikiliza upande zote za bosi na we dada. Kwa hiyo kama itakupendeza, karibu sana. Tutafurahi kukuona.